Wanafunzi uliowekwa kwenye chungu, inakuita, 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 inakuita cho, inakuita cho, inakuita cho, inakuita cho, inakuita. Haya, haraka. Ufahamu wako, akili yako, ufahamu wako, akili yako. Mzao wako uliowekwa kwenye chungu cha giza, ninauita, 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 ninauita uzao wako, tumbo lako, tumbo lako, uliowekwa kwenye chungu, wewe kwenye chungu, chungu cha giza, chungu cha giza, chungu cha giza. Karoti yako msaidieni, karoti watumishi, karoti.
anaweza kukushika katikati ya kuabudu, anaweza kukutendea na kukupa furaha wakati wa kusifu na kuabudu. Unajua, katika kuabudu Mungu anaonekana. Usipokiona humuoni Mungu, inatakiwa umsifu Yesu Kristo mwenyewe. Paulo na Sila katika kipindi cha gereza waliamua kumsifu Mungu na Mungu alionekana. Nini ufanye kujibiwa? Ukiona ujibiwe, usiwe unakazania tu kuomba, kazania hata kumsifu Mungu. Badilisha protokoli yako, badilisha protokoli ambayo itakufanya Mungu akakusikia. Leo katika kusifu na kuabudu, ninajua Mungu amekusikia. Bali Mungu akakusifu haya, Mungu akakupendeza sawa na haja ya moyo wako. Unaposifu, wepesi na amani ya Kristo huwa inaonekana. Uzima wa Yesu Kristo huwa unaonekana. Watu wengi tunasahau kwamba sadaka ya Mungu kubwa ni kusifu na kuabudu. Yamkini leo umekazania kuomba, Mungu ameweka protokoli nyingi sana. Mungu katika kupatikana kwake ameweka protokoli karibia 765. Kitu cha kwanza ni neno, kitu cha pili maombi. Huwa anaketi katikati ya hizo 5. Kitu cha tatu ni kufanyaje? Ni ushuhuda. Piga makofi kama nielewa. Sema amen. Kitu cha 4 ni sadaka. Anaketi katikati ya vitu. Kitu cha 5 ni kuabudu. Sema amen. Mungu anaketi katikati ya sifa, kwa sababu Mungu sio Mungu wa kumshusha, ni Mungu wa kumuinua. Ukitaka ujibiwe, ni lazima umuinue Mungu aliye hai. Nina imani leo umesifu Yesu Kristo atakuinua katika jina la Yesu. Yesu Kristo atakupendea katika jina la Yesu. Yesu Kristo atakufanyia katika jina la Yesu. Haleluya. Mahali hapa Mungu wetu ni Mungu ambaye anapenda kusifiwa na kuabudiwa na kutangaziwa habari zake zilizokuwa njema na kusifiwa na kuinuliwa sana. Huwa anakuja katikati ya sifa. Leo nasema kama unaabudu, yuko hapa anakusikia. Yuko hapa anakusikia. Haleluya. Jumapili ya leo ndio maana nimekuacha, sio kwamba sipo lipo. Na kuna wengine anasema baba hailipo. Wala kaniambia usiingie, nataka nione watu wangu wananipenda kiasi gani. Nami nasema leo Yesu amekuona. Ameona jinsi unavyomsifu na kuabudu. Hadi mwambie Yesu, chukua kitu chako. Haleluya. Mungu ni Mungu mwenye sifa, sio Mungu wa kumlilia tu. Kuna watu mmekamata kumlilia Mungu tu, kumbe unasahau kama Mungu ameleta nyakati ngumu na nyakati nyepesi. Katikati ya nyakati nzito au nyakati ambazo zinakufanya ukakosa amani, haitakiwi uanze kulia. Inatakiwa uanze kumtukuza Mungu katikati ya machozi. Katikati ya machozi yako, Mungu huwa hapendi aone unalia. Anatamani aone unabeba ujasiri wa kusifu na kumtukuza. Inatakiwa umtukuze Mungu muda wote na saa zote, kwa sababu Mungu yeye anapenda sifa. Ndio maana kuna watu wataingia kwenye majaribu kila kunapoitwa leo. Kwa sababu gani? Hawajajua protokoli ya Mungu. Unapokuja hapa hauji kuomboleza tu, unakuja kumsifu Mungu na kumwabudu Mungu. Watu wengi wanafikiri kwenye kuombewa ndio kwenye kujibiwa. Kuombewa sio kwenye kujibiwa. Kuna mahali Mungu akiona hujakaa vizuri hawezi kukujibu, kwa sababu Mungu huwa ana
furaha katikati ya magumu. Sasa unaweza ukasema wakati wa majaribu ndio wakati wa kumwomba Mungu na akanisikia. Ni sawa, ni sawa, lakini umekumbuka Paulo na Sila walikamatwa wakatupwa gerezani. Baada ya kutupwa gerezani, kila mmoja aliwakataa, kila mmoja aliwatupa, kila mmoja alishindwa jinsi gani awasaidie, kwa sababu walikuwa wako kwenye nyakati ngumu. Kwenye nyakati ngumu kila mmoja huwa anamkimbia mtu, kila mmoja huwa anatamani ajitenge, asikutane na changamoto unazopitia. Wewe kwenye changamoto zako usitafute mtu wa kukufariji. Ingia katika ibada ya kumsifu Mungu na kumwabudu yeye. Ataonekana mchana, ataonekana usiku, ataonekana asubuhi, ataonekana jioni, atakutetea asubuhi, atakutetea mchana, atakutetea jioni, atakutetea usiku wa manane, atakutetea saa 9. Wakubarikiwa kila mmoja anakuita kaka, anakuita mama, anakuita dada, maana anajua huna wakati wowote, bali una wakati wa kufurahi. Lakini magumu yanapokuja, kila mmoja anakutumia, anatamani aone unavitumia. Nami nasema katika kuvitumia, usikubali msifu Mungu yeye, naye atakutetea. Haleluya, haleluya. Kwenye wakati mgumu, haikutafute mtu wa kukufariji, haikutafute mtu wa kukufanya ni mtu mzuri. Kwenye wakati mgumu, kila mmoja anakuona wewe ni mbaya, kila mmoja anakuona hufai, kila mmoja anakuona ni takataka, kila mmoja anakuona ni dampo. Dampo maana yake nini? Halichagui takataka ya kutupiwa, halichagui chochote. Lolote litakalokuja linakuja, linaingia. Lolote litakalotupwa linapokea. Unaonekana ni dampo. Sikiliza, wakati wa dampo wako, hebu msifu Mungu wakati wa shida, wakati wa baridi, wakati wa changamoto, wakati wa mapito. Changamoto huwa zinamfanya mtu kuwa ni mpya, unakuwa mpya. Changamoto zinapokuja zinakufundisha jinsi gani ya kuishi, jinsi gani ya kukaa, jinsi gani ya kutembea, jinsi gani ya kuomba. Ngoja nikwambie kitu, wewe unajifanyaga hujui kuomba. Ngoja changamoto zije tuone kama utaomba. Sasa hivi tunaona wanaabudu hapa, wanasifu hapa, wanakuambia omba, unasema mimi sijui kuomba. Huna changamoto wewe bado. Ngoja zije tuone kama utatoka hata kwenda hata chooni. Utatamani maombi yaendelee, na Mungu anasema ni stop ya maombi. Acha tuone hao watu wanasemaje. Mungu anakwambia endelea kuomba, maombi yamekwisha. Unaingia kwa sababu mume wako anakupa pesa, kazini unapokea mshahara, na ndugu zako mna furaha, mna amani. Ndio maana unasema uliomba. Ngoja mwanze kupigana nyinyi kwa nyinyi. Hata kama ulikuwa Muislamu, ulikuwa huwezi kumtaja Yesu Kristo, unasema Yesu ni njia nisaidie, kwa sababu Yesu ni njia na uzima na kweli. Haleluya, haleluya. Lazima tuone sana. Sema mimi kama wewe hapa. Wewe ni kwa sababu unayo furaha. Ndio maana unasema mimi siwezi kuomba. Wewe sio kwamba unajua unaweza. Ila ni kwa sababu kuna vitu vimekufanya uonekane huwezi kuomba. Siku moja uje mume wako akupiga kofi moja mpaka jino lipasuke kuone kama utaomba. Utaomba tu. Utasema hivi, baba, leo ninasema nauliza, hii ndoa ni ya kwangu au tayari umeshaingia kwenye maombi? Hivi ni ya kwangu au sio ya kwangu? Mbona huyu mwanamke ananitesa? Mbona watoto wananitesa? Yaani ulikuwa huwezi kuomba, maneno yalikuwa yatoki, yanatoka.
umeshachelewa, kwa sababu Mungu huwa akitaka kumpatia mtu huwa anamwandaa. Kwa hiyo wewe hapa ulipo, Mungu anakuandaa nini cha kufanya. Uwe na furaha, usiwe na furaha, simama mbele za Bwana, mwambie nitetee wakati wa ujana wangu, nitetee wakati wa utoto wangu, nitetee wakati wa ubinti wangu, nitetee wakati wa uzee wangu. Kila sehemu Baba nitetee, usiniache nitetee. Ukiona wakati wa shida ndipo namtafuta Mungu, Mungu hawezi kukuonekania, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye shida fulani. Mungu akitaka kukuinua ni lazima uingie katika tanuri la moto. Hamnaga dhahabu hamnaga dhahabu ambayo inachimbwa tu alafu inaonekana. Kuna watu wako mtibini miaka 20 hawajawahi kupata hata dhahabu hata moja. Dhahabu. Watu wako miaka 30 walishatengeneza familia kwa sababu ya dhahabu, na dhahabu inakwambia sionekani hivyo. Dhahabu haionekani. Maana yake nini? Mungu hawezi kukupatia majibu ukiwa bado umejikomaza. Watu wakikwambia omba, umejikomaza. Watu wakikwambia pambana, bado umejikomaza. Mungu anatamani aone kila mahali bado unanyenyekea, bado unashuka, bado unatii, bado unakaa kwenye maeneo yake. Iwe ni wakati wa shida bado uko naye, iwe ni wakati wa raha bado uko naye. Mungu hataki kuona wakati wa shida unamtenga. Kuna watu wakati wa shida wamemwacha Mungu. Katika maisha yako, mtu yoyote aliyezaliwa na mwanamke lazima apitie shida, kwa sababu kuzaliwa kwako hukujui. Anayejua ni yule aliyekuweka tumboni kwa mama yako. Ndio anajua shida yako itakuwaje na mapito yako yatakuwaje na changamoto zako zitakuwaje na zitaishia wapi. Nini cha kufanya? Ni lazima ukae mbele za Mungu siku zote za maisha yako, utulie siku zote za maisha yako, upambane kukaa na Mungu siku zote za maisha yako. Wakati wa shida bado uko na yeye, wakati wa raha bado uko na yeye, unakula maharage bado uko na yeye, unakula mrenda bado uko na yeye, unakula nyama bado uko na yeye, unakula wali bado uko na yeye, unakula ugali uko na yeye, unakunywa uko na yeye, unatabasamu uko na yeye, unaendesha gari uko na yeye, hauna gari uko na yeye. Watu walikuwa pamoja naye. Paulo anasema watumishi wa Mungu walikuwa wanakula pamoja nao. Kuna watu unajua kwamba ni marafiki tumefua. Kuna watu utajua wanakutafutia mema, kumbe sio mema, wanakutakia mabaya, wanakutakia vitu ambavyo havipo kwenye maisha yako. Wanakula na wewe, wanapiga hodi nyumbani kwako, ndogo unafungua mlango, anakuchekea, kumbe ndo anakumaliza. Paulo na Sila walifungwa, wakavuliwa nguo zote, wakakokotwa mpaka sokoni. Biblia inaniambia walikokotwa mpaka sokoni, wakati
wakasoma, wakapigwa katikati ya soko. Hebu imagine wao wakupeleka pale Kilombero. Wakupeleka pale Kilombero sasa pale. Na pale kuna watu, ndugu zako wako, wengine wapo Ngaramtoni, wengine wako Ufa. Wakupeleke pale wakuweke uchi. Wenzio hawakupiga kelele, hawakutaka kuomba msaada wote. Wako uchi hawataki kuomba msaada wote. Wamepeleka paka wote mpaka sokoni, hawataki kupeleka msaada. Ingekuwa ni wao wangeanza kujificha, wenzio hawajajificha na hawajalia. Hizo ni nyakati ngumu. Hakuna nyakati ngumu ambazo Mungu ambazo mtu badala ya kukusitiri anakuweka wazi. Badala ya kukusaidia, nisaidie, nitetee, anakualika wazi. Anakuweka kama ni mitandaoni kwamba fulani anadaiwa madeni haya, jamani huyu hafai. Yaani badala ya kukusitiri anakuweka wazi. Lakini Paulo na Sila waliwekwa wazi. Baada ya kuwekwa wazi wakajua hizi ni nyakati ngumu ambazo ukimwambia mtu ambaye alimwambia nimeokoka atakwambia nilikwambia huyo naye kufuata hakufai. Paulo wakajua tukiwaambia watu, kuna watu walishatuamini huku imani zitakufa. Imani zitakufa kwa sababu walishatuelewa kwamba tunafanya kazi ya Mungu, kwamba tunapambana kusaidia watu, alafu afikie mimi ninadaiwa. Paulo akajua hizi nyakati ngumu inatakiwa kuzivumilia, inatakiwa kuzivumilia. Paulo wakapigwa, baadaye wakapelekwa magereza, wakafungwa. Yaani bora mtu akupige akudhalilisha hapa kuachi. Paulo na Sila wakawatafutia kesi, wakawapeleka magereza, fungwa. Na wakasema hivi, hawa watu wekeni ulinzi asije akatoka mmoja. Kuna watu ninakwambia wamekusamini, wamekupeleka ukakope pesa, wameenda wamekusamini, lakini baadaye wanakugeuka na kuzunguka, anaenda mlikoenda kukopa pesa, akasema fulani hatalipa. Nikwambie mpeleke polisi. Kuna watu walisikia habari za Paulo na Sila. Baada ya kusikia habari za Paulo na Sila, wakaenda polisi, wakaambia hao watu walishazoea kufanya hivi vitu, kulishawaambia hawataki kusikia. Niwaambie wafungeni maisha. Fungeni maisha. Hata sisi tulivyowachoka, sema tulikuwa hatuna mbili ya kuwakamata. Sikiliza, Paulo na Sila walipokuwa wako gerezani, wakajua hizi nyakati hatuwezi kutoboa pasipo Mungu. Wakajua hatuwezi kupata pasipo Mungu. Hapa patakapokuwa na Mungu hapa, tukimshusha Mungu hapa, lazima Mungu atatusikia. Paulo na Sila wakati wa shida, saa 8 za usiku, majira ya usiku, wewe umelala, wewe majira umelala, unaota uko kwa bibi yako unakula naye nyama. Sio saa 8 wakaamka, wakashushiwa na nguvu, wakashushiwa na power, wakashushiwa na uwezo, wakashushiwa na mamlaka, wakashangaa wanaanza kusifu na kuabudu. Wakamwambia wewe ni hakika, wewe ni Ebeneza, wewe ni mwanzo, wewe ni mwisho, wewe ni katikati, wewe ni mwanzo, wewe ni mwisho. Geza makofi yako mengi na vigele. Baba mzazi, ndugu zake Yusufu waligeuka kuwa Yusufu kuwa ni gereza, Yusufu kumweka gereza. Mwanangu, maisha ya sasa sio ya watu kukamaa, kuna watu wanakuweka wazi. Shituka. Nani nasema anayekuweka wazi akawe wazi mwenyewe?
kuonekana kabla ya ubaya wako. Hautaonekana. Sema aanze kuonekana mchana kweupe, aanze kuonekana mchana kweupe, na akute anakosa amani. Aliyesema utaweza, aliyejua utamsaidia, alijua yeye ndo atakusaidia, akute unafanya anabaki nyuma. Mungu mwenye sifa, anapenda kusifiwa, anapenda kuabudiwa, anapenda kuinuliwa, anapenda kushangiliwa. Sikiliza, Mungu ni Mungu mwenye furaha. Mungu ni Mungu mwenye furaha, sio Mungu wa shida, ni Mungu wa raha, ni Mungu ambaye yote yasiyowezekana yanawezekana, yanayoshindikana kwa wanadamu yeye kwake yanawezekana. Aliyesema umeshindwa anaona unapaya. Aliyesema utalia anaona machozi yanafutwa. Aliyesema utalia msumari, msuma wanaondoka. Pesa na kofi yako na vigelegele. Leo nataka nikwambie, kama kuna mtu yoyote alikuwazia mabaya, sema amen. Alikuwazia mabaya, sikiliza, nikwambie kitu. Kuna watu wengi huko ndani wamejibiwa. Kuna watu wengi huko ndani wamejibiwa. Sema amen. Ninakuhakikishia hata wewe ukitulia, Mungu atakujibu. Bado hujapiga makofi yako na endelea. Mtu yeyote aliyekwambia Mungu hayupo ni bado hajui protokoli ya Mungu. Cha kwanza ujue Mungu yuko hai na yupo uzima uliokuwa nao. Kwa nini nimesema kuna watu wako pale hospitalini wanalipia oxygen ya kupumulia? Mungu hayuko kwao. Sio kwamba hayuko kwao, yupo, ila walimtema naye akawatema. Mungu anasema anikatae mimi na mimi nitamkataa. Kwa ukisema kwamba Mungu hawezi kuniacha, soma Biblia utajua. Anasema akukatae wewe, yoyote anayekukataa na yeye amekataa. Atakayekupenda naye amependwa. Atakayeona unazaa na yeye anafurahi kwa sababu unazaa na yeye atazaa. Kwa hiyo hata nikikwambia kuanzia leo aanze kukosa amani, madamu alikukosesha amani ambayo alifanya ikaondoka kwenye maisha yako, ukawa ni mtu wa kukataliwa, ukawa ni mtu amani imetoweka, na yeye amani lazima iondoke kwenye maisha yako. Aliyekutema akakumeza alafu akakutema. Kukumeza maana yake nini? Kukumeza yani alikufanya kuwa chakula. Chakula maana yake nini? Yani alikupenda alafu mwisho wa siku akakutema. Yani alikufanya kuwa rafiki mzuri. Rafiki ambaye anakuelezea shida. Rafiki ambaye unamwelezea shida anakustiri. Alafu mwisho wa siku akakuchoka na yeye Mungu amemchoka. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikwambie kwamba siku ya leo yote aliyekukosesha amani, aliyekuweka kwenye vitu ambavyo ni dampo. Unajua dampo huwa ni chakula takataka. Ndio maana wakati wa shida kuna kila mmoja akikutupia neno,
linakuwa. Yule mtu ni mjinga, yule mtu ni mzinzi, yule mtu ni mwizi, yule mtu ni mzururaji, yule mtu ni tapeli, yule mtu yanakujua kwamba vile vitu vyote hata kama lilikuwa alikufanya litakufanya. Sasa kwa kitu wakati huo kila kibaya huwa kinaujia mwenye amepokea nyakati mbaya. Hivyo jambo na mtu alikuwa ni mbaya lakini akaanza kuwa mzuri. Unaanza kumwambia yake ni mzuri. Jambo na mtu alikuwa na hela alipofilisika kilo moja na mtupia baba. Awe ni mjinga, alikuwa anabonga sana. Yaani yule mtaa mzima analisha watu. Yaani mabaya yanakuja mbaya sasa hivi hao watu ndio wasaidie. Hapana. Ni wakati wa nyakati mbaya zimekuja. Kwa hiyo hata kama unamsaidia ni ndugu yako atakurusha yule mdogo wangu ni hamna kitu sasa. Yaani yule ni basi tu. Yaani mimi nilichukua msaada kwake basi tu. Kwa nini wakati wa kuchukua asingesema wewe jamani mbaya? Hata kama ndugu yako ni baba yako alikusaidia lazima atakurushia nyakati mbaya. Ninakuhakikishia tu. Anakuambia mimi nimechoka, nimeshakusaidia inatosha. Sasa hivi jisaidie mwenyewe, saidia na wengine. Hizo ni nyakati mbaya. Lakini wewe nyakati zako zitoke. Anza kufanikiwa, anza kupendeza. Usimlilie mtu shida, usimwambie ndugu yako shida. Anza kujitenga mwenyewe. Kwamba hizi ni nyakati ambazo nimeamua kujitenga mwenyewe. Uone kama hawatakutafuta. Uone kama hawatakutafuta. Itaingiaga simu ambayo jeni isalia kwenye maisha yako. Yaani tena anakupigia simu kwa shangwe nyingi. Frande, vipi za upo, ipo. Jamani. Nilikukumbuka sana. Wewe, Zamiaka, nzuri. Upo, ipo. Uko wapi? Sasa hivi ndio ninatoka kazini. Kazini, kwani una kazi? Ndio ninayo. Nilijua, sio alijua. Mwanzo alikuwa anakuambia mabaya usiende popote. Usipige hatua yoyote. Usimamie kwenye maisha yako. Usifanye kunawiri. Wanakwambia tulijua. Nipo, upo ndio. Sasa hivi unaenda. Niko nawasha gari, nataka niende nikale lunch. Na gari ndio. Mimi nakwambia nilijua walikuwa wanakusema vibaya, lakini mimi nilikuwa nawaambia, lakini yeye mwenyewe walikuwa wanasema mambo. Kwa hiyo wakati wa nyakati ngumu usitafute watu waliokukataa. Hata yule aliyekuwa anakupenda atakwambia siwezi. Sababu yeye mwanadamu asilimia kubwa anajua mwanadamu akipotea anajua ndo amepotea. Kumbe hajui kama kuna nyakati za Mungu kumbadilisha. Nami nasema Mungu atakubadilisha. 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 Sikiza nikwambie, Mungu ni Mungu mwenye rehema nyingi sana. Ana uwezo wa kumbadilisha mwanadamu pindi anapokuwa amerudi. Pindi anapokuwa amerudi. Ndio maana makosa ya mtu usiyarudie, uyasema sema. Kwa sababu kubadilisha makosa sio wewe, wala sio furaha, wala sio furaha, wala sio furaha, wala sio mtumishi wa Mungu, wala sio furaha. Wa kubadilisha nyakati zake ni yeye aliyekaa katika kiti cha ufalme. Ndio anaweza akasema na kubadilisha. Huyo anaweza kumbadilisha mtu. Wewe huwezi kumbadilisha mtu. Huwezi hata sekunde moja, hata gharama yoyote uliyokuwa nayo. Ndio maana Mungu huwa anamvumilia mwanadamu. Ukiona watu wanavuta bangi, lakini anabadilika anakuwa mtumishi wa Mungu. Lakini yote nikwambia, mpaka amebadilika. Kwa nafikiri ndugu zake wakamwambia, wameshamwambia
acha kuvuta bangi, acha kunywa pombe, acha anasa, acha umaraya, acha nini, lakini hapana, kwa sababu kumbadilisha mtu hapa duniani haipo. Wakumbadilisha mtu hapa duniani ni Mungu mwenyewe. Anasema, sasa mwanangu, nyakati zako za kufanya maovu zimekwisha. Sasa hivi ni nyakati za kusimama na mimi na kufanya yaliyo kweli, na mapenzi yangu yatimizwe kwa watu wote, na mapenzi yatimizwe kwako. Kwa sababu alijua, kwa sababu Mungu alijua hawa watu nimewatuma nisipowapeleka, sema amen, nisipowapeleka kuwatolea nyakati ngumu, kuna watu wataniona. Kuna watu wataniona mimi sio Mungu. Sema amen. Sema amen. Sema amina tena. Sinapokuja usiwe ni mwepesi wa kuambia watu, kuwa ni mwepesi wa kumwambia Mungu, kuwa ni mwepesi wa kuongea na Mungu, kuwa ni mwepesi wa kumwita Mungu. Paulo na Sila walipotoka gerezani, walipokuwa gerezani, walipomsifu Mungu, Mungu akawashushia malaika wa kufungua geti. Leo nasema popote ulipowekwa, lazima utatoka katika shida. Kesho makofi yako mengi na vigelegele. Lazima utatoke hapo. Lazima utoke. Kuna watu wanatamani kuona aibu zitatokea kwenye maisha yetu. Bwana nikwambia, pale nyumbani kwetu watu wanatamani kuona aibu zinatokea. Aibu. Wanatamani kuona ulipi kodi, wanatamani kuona watoto hawasomi, wanatamani kuona mume wako ni ovyo ovyo, wanatamani kuona huna kazi, wanatamani kuona hupendezi, wanatamani kuona sio kitu, wanatamani kuona haufai, wanatamani kuona sio chochote. Kila mmoja anatamani kuona wewe ni mtu wa kuhangaika hangaika. Natamani kuona wewe ni mtu wa kutembea tembea, kuzurura zurura, kuomba omba. Naomba kamboga, naomba kahera nikalipe kodi. Yaani mtu anatamani kuona unamnyenyekea. Sikiliza, mnyenyekee Mungu ambaye anafanya mambo makubwa. Nyenyekea Mungu ambaye anaweza, anafanya, anasaidia, anatetea. Umeshajaribu sana kunyenyekea watu ambao hawana maana. Sema amen. Sema amina kama unanielewa hapo. Sema amina kama unanielewa hapo. Jaribu kunyenyekea watu ambao, jaribu kunyenyekea mtu ambaye unajua Mungu anamtumia. Sema amen. Sema amina kama unanielewa. Sema amen. Nimeenda kufanya kazi Dar es Salaam, lakini pia nimeenda nikaonana na mtu ambaye ninamheshimu. Ndio kitu chochote. Sema amen. Nikaongea naye masaa kama matatu. Kabla ofisini kwake. Nikapiga magoti, nimepiga magoti, anaongea na aliyebeba majibu yako ni Mungu mwenyewe. Kesa makofi yako na piga leo. Kesa makofi yako na piga leo. Kwa hiyo nilipokuja nikajifunza kwake kwamba inatakiwa utii. Uwe nini? Akaniambia, maisha nitakubeba kiroho na kimwili maadamu umekubali kuwa mtii mbele za Mungu. Nami nitakuchukulia kama ninavyochukulia wengine. Nitakubeba, nitakusaidia, nitakufanya kuwa chombo kingine tena. Utaona kwenye viwango vingine tena. Haleluya. Ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana.
chumba cha kumsifu Mungu na kuabudu. Mimi unaniona mimi huwa ninasifu hapa na kuabudu, ninajua kwamba nyakati ngumu wa kuziondoa, hamna mtu wa kuziondoa hapa. Hata ningekuwa na pesa, hata ningekuwa na nini, hata ningekuwa na furaha kiasi gani, hakuna mtu wa kuziondoa. Wala hata wazazi wangu wangenifanya, watu wangeniombea vipi, hamna nyakati kuondoka hapa. Ili niweze kuondoa au ziweze kuondoka nyakati ngumu, ni lazima nimsifu Mungu na kumwabudu. Na nikwambie, kama ni nyakati ngumu sitaondoka. Sikiliza, nikwambie kitu mwanangu, jaribu kubadilika. Mimi najua umeshaomba sana, umeshaombewa sana, umeshafanyiwa vitu vingi sana, lakini bado mabadiliko hayapo. Vita iko pale pale. Ndio maana katika maisha usipeleke maombi pasipo sadaka ya Mungu, pasipo kumsifu Mungu na kumwabudu. Usipeleke maombi. Msifu Mungu, peleka na maombi yako. Unajua kwa nini nasema hivi? Sasa hivi watu tuambia kwamba watu ukimwambia mtu mshukuru Mungu haelewi. Yeye anataka paka Mungu amfanyie ndio anajua maana ya kushukuru. Maana ya kumshukuru Mungu hata kwenye kipindi kigumu, mshukuru Mungu. Mwambie Baba, ninapita kwenye nyakati ngumu. Najua na wewe unajua. Ninapita kwenye wakati ngumu, ninajua na wewe unajua. Lakini Baba, nataka kwenye kipindi cha kukusifu na kukuabudu, ninaomba nyakati zote mbaya siondoke kwenye maisha yangu. Nibaki kuwa mtoto mdogo ambaye sijui chochote, ambapo nikinyenyekea Baba utanijua. Unyenyekevu wako uwe ndani yangu, akili yako uwe ndani yangu, ufahamu wako uwe ndani yangu, maarifa yako uwe ndani yangu, kwa sababu nitajua kwamba ukinipa hivyo vitu, sitashika vitu vya mwilini, sitashika vitu vya dunia ya sasa, sitakuwa ni mtu wa kufikiria, bali nitakuwa ni mnyenyekevu mbele zako na watu unaowatumia. Sababu ninajua hakuna mtu ambaye atakupenda pasipo kumnyenyekea Mungu. Nakwambia ukweli, ukweli wa hakuna mtu atakaa kupenda pasipo kushuka mbele za Mungu. Haleluya, haleluya. Chukua Biblia yako dakika moja. Hapa music. maana yake nini? Muziki. Piga Yesu makofi na vigelegele. Tunakuja kutusomea na hapa wanamalizia leo hapa. Sawa baba. Tutakuja kutusomea wakishamalizia Jumapili, sawa? Sawa. Haya, asante. Si umeshaelewa eh? Umeshaelewa? Basi mimi nipende kuwashukuru watu wote ambao mmesapoti na tuko stage ya mwisho. Nadhani tumejenga hii madhabahu ya chini hii hapa. Naiona hii hapa. Amen. Kwa hiyo itaunganishwa na sehemu ya miujiza na upendo wa Yesu Kristo. Hii ni nguvu ya Mungu. Ukitaka kuwa na nguvu, ndio maana kila siku ninakufundisha nguvu ya Mungu. Ili ufanikiwe unahitaji kuwe na power. Uweze kufanikiwa. Ushaona unaijua simama. Unaijua simama? Simama inavuta chochote kasoro shilingi 200 tu. Mungu ni uwezo na mamlaka na nguvu. Amen. Ndio kana nguvu. Mungu ni nguvu. Jina ni kama ulivyopewa jina la Angel, Anet, Janet.
Michael, Ima, yaani hilo ni jina lako, lakini ndani yako uhalisia wako ni power. Kwa hiyo Mungu ndio maana amevaa uungu, kwa sababu yeye ana udhihirisho wote kutoka ndani hadi nje. Uhalisia wa mwanadamu ni nguvu zipawa. Uhalisia wako wewe mwanadamu ni nguvu ya Mungu, hamna kingine. Haya yote ni majina ambayo umepewa, yaani ni kama kielelezo au kumbukumbu, lakini uhalisia wa mwanadamu ni nguvu ya Mungu iliyo hai. Kwa hiyo wewe unatakiwa kama simaku ambayo inavuta chochote. Ukitaka kufanikiwa lazima uwe kama simaku inaovuta kitu kutoka sehemu, inavuta inaleta. Ndio maana Mungu ni nguvu ambayo inamvuta mwanadamu kumjua. Power. Sema amen. Hapa ulipo ni nguvu ya Mungu imekuvuta. Hapa ulipo. Hamna mtu ambaye anaweza kukushawishi ukaja hapa. Ni nguvu ya Mungu inamvuta mtu kutoka Marekani, kutoka South Africa, kutoka Switzerland, kutoka Nigeria, inamleta mpaka Tanzania. Kwa hiyo ndani yako uhalisia wako ni nguvu ya Mungu. Full stop. Nikwambie kitu. Ndio maana unaona ukataza katika dunia sasa. Dunia ya sasa ndio ufundisho kwa habari ya mali, utajiri. Achana na hivyo vitu. Achana na ujinga. Usiende kanisani wakaanza kukuhubiria habari ya kutapata utajiri. Achana na ujinga. Nenda kanisani kumjua Mungu, ndani yako umebeba nini na unatakuwa na nini. Amen. Unatakuwa nacho ni nguvu ya Mungu. Ndio ambayo inatakiwa utembee nayo. Unatakiwa utembee na vitu vya dunia ya sasa. Vitu vya dunia ya sasa vinaletwa na nguvu ya Mungu. Ikiwa ndani yako. Kwa ukianza kuhubiriwa habari za pesa, utakufa mapema. Ndio maana hapo unaona hatujaandika habari za kusema utajiri na nini hapa. Tumesema ni sehemu ya miujiza na nguvu ya Mungu. Sema amen. Hapa ni nguvu ya msalaba. Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu. Sema amen. Nguvu ya nini? Ya Mungu na nguvu ya msalaba. Yesu alikufa kusamehewa dhambi zako, kumwambia Mungu, najua ulimtuma mwanae pekee na kila amwaminie na awe na uzima wa milele. Leo nimekuja kwenye sehemu ya msalaba ambapo Yesu Kristo alipigwa, akateswa, akagongewa msalaba, akafa, akazikwa, na mimi nikafunguliwa, na mimi nikasamehewa dhambi zangu. Ndio maana hapo uwezo kuona kwamba sijui money is power. Hamna. Hii ni sehemu ya nguvu za Mungu. Ukiamini Mungu atakuletea. Ukiamini utapona. Ukimtegemea Mungu kila kitu kitakuwa. Ukitembea na Mungu kila kitu kitaenda. Basi. Mimi sasa hivi, mimi sio sasa hivi. Mimi mwenyewe unanijua. Wewe unakuta mimi nakuhubiria kwa habari ya kupata hela. Sasa nikuhubiria kwa habari ya kupata hela. Haya. Sema amen. Mimi mwenyewe nategemea wakunipa hela ni Mungu. Kwa mimi nianze kukuhubiria kwa habari ya watu wengi wanakufa kiroho kwa sababu mnaenda makanisani kupokea magari, kupokea majumba, kupokea nini. Hivyo ni vitu ambavyo vinakuja. Vitu vinavyokuja. Sema amen. Ni vitu vinavyokuja. Vitu vinavyokuja. Vitu vinavyokuja huwa haviombi, huwa vinajileta. Piga makofi kama unanielewa.
utajiri na heshima na mali na vyovyote vilivyopo duniani, vyote viko kwangu mimi hapa. Kwa hiyo Mungu huwezi ukamwomba utajiri. Mungu anakupa nguvu yake. Akikupa nguvu yake, anakuzawadia mali, anakuzawadia utajiri, anakuzawadia magari, anakuzawadia majumba. Ukiamua kununua gari ziko mpaka milioni 2, unaitengeneza kila baada ya siku 2, tena ukiendesha unaitengeneza, tena ukiendesha hivyo hivyo, umeshanunua gari. Unataka gari? Kwani ukitaka nyumba, unaweza kuanza kujenga taratibu mpaka ikaenda. Unataka nyumba? Duniani vitu vilivyomo duniani huwa vinakuja, sio vya kumwomba Mungu. Kanisani umekuja Mungu akupe nguvu ya kupona, nguvu ya kuharibu kibaya kinachokuja kwenye maisha yako. Mungu maana yake ni uwezo uliokaa ndani yako. Kwa hiyo mimi nataka nikutoe kwenye akili yako. Kama uko hapa unawaza lini utajenga, utanunua nyumba na hauna nguvu ya Mungu, sahau. Na hicho kiwanja unaenda ukikiuza. Utakiuza kwa sababu gani? Kwa sababu huna hela. Penye pana nguvu ya Mungu, pesa huwa inakuja. Lakini kama una nguvu ya Mungu, unajua mtu mwenye ana nguvu ya Mungu huwa anaenda kukopa hela. Si ana nguvu ya kuamini. Kwa yaani haiamini nguvu yake. Anaenda kukopa. Akianza kukopa ndio anaanza kuuza nyumba, anauza kiwanja, anakata kidogo kidogo. Mwisho wa siku amebaki hana kitu. Na madeni yanamwandama kwa sababu nguvu ya Mungu huwa inamfanya mtu kila kunapoitwa leo anakuwa mpya. Yaani leo uko leo hivi hapa, kesho utakuwa hivi. Nisome. Leo nimesema nataka nifanye ishara moja. Wakati navunja kile chungu, nataka yeyote aliyeweka kwenye kama kuna mtu amekuweka. Sijasema umeweka. Kama kuna mtu amekuweka. Leo nataka ukitoka hapa uwe ni mtu mwingine kabisa. Mimi ninachofanya sifanyi uchawi bali nafanya kwa imani. Yesu alisema vunjeni kila mahali. Nasoma Kutoka 34 mstari wa 15. Bali utabomoa madhabahu zao, na kuvunja nguzo zao. Amesema nawe utabomoa madhabahu zao na kuzivunja. Mwingine anasema labda baba unataka kufanya uchawi. Sifanyi uchawi bali nafuata protocol. Na imeandikwa kwenye Biblia. Mimi nafanya ishara. Yesu alisema vunjeni mahali pote ambapo wanafanya mambo ya kiungu. Kuna watu wamewaweka kwenye viungu. Wamewaweka kwenye viungu. Uko kwenye chungu, uweze kutoka, umenenewa. Rudia tena. Bali utabomoa madhabahu zao, na kuvunja nguzo zao, na kuyakatakata maashera yao. Maana hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu, ni Mungu mwenye wivu. Basi. Kuna mtu ananielewa Kiswahili? Kuna mtu haelewi Kiswahili? Yes. Nauliza tena, kuna mtu haelewi Kiswahili? Kuna mtu anaelewa Kiswahili? Kuna mwingine anaweza akasema, sasa hicho chungu si uchawi, lakini hapa tumeambiwa vunjeni
Maana nimekwambia Mungu ni Mungu mwenye wivu, ni Mungu anayependa kusifiwa na kuabudiwa. Mungu hapendi kitu chochote duniani kwa mwanadamu zaidi ya kumsifu na kumwabudu. Mungu amebeba vitu vya kufanya wewe mwanadamu ili Mungu akusogelee kwa wepesi. Nikwambia kitu, msifu Mungu, muabudu Mungu, mlilie. Tena usimlilie kwa uchungu, mlilie kwa furaha kwamba Yesu wewe ni mzuri. Baba, wewe ni mzuri, sijawahi kuona mtu yoyote duniani nzima, sijawahi kuona mtu mwenye upendo, mwenye ananipa amani, mwenye ananipa nguvu ya kutembea, mwenye kulipa ujasiri. Sijawahi kuona. Mungu atakutembelea masaa 45 kila siku, kila unapotembea atakutembelea, kwa sababu ameona wewe ni mtu ambaye umewatupa watu wote, umempa nafasi. Ni maana katika maisha yako ukitaka kuishi kwa amani, usiwape wanadamu nafasi, mpe Mungu nafasi. Narudia tena, ukitaka kuishi maisha marefu duniani hapa, unataka usije kama utafa na presha, utafa na vitu vya kijinga, usiwape watu nafasi. Ukiwapa watu nafasi, utakufa haraka na adui anachukua hiyo nafasi. Kuna watu walizika watu wao kwa sababu ya kuwapenda, nao wakakuta wana magonjwa. Uje kuona mtu anaenda kuzika, anarudi ana ugonjwa na alikuwa mzima, alikuwa hana pressure inakuja, anakuwa hana kisukari kinakuja. Ni kwa sababu unawapa watu nafasi. Sijakataa kumpa mtu nafasi, mpe mtu nafasi, lakini nafasi ya kwanza iwe ni ya Mungu. Nafasi ya pili iwe ni ya mtu. Nafasi ya pili iwe ni ya mtu. Inaweza kuwa ya baba, mama, ukawapa nafasi baba, ndugu, wazazi wako, kwamba hata siku mwanadamu anapoliondokea katika dunia ya leo nisije nikapata na matatizo, yupo Mungu atakayenifariji, kwamba utaona wakati mwingine anafanya hivi. Nafasi ya tatu viwe ni vitu vya duniani vya kupita. Nafasi ya tatu hii inaweza ikawa ya mwisho au inaweza ikawa ya mwisho. Hapa kuna katikati, kuna familia yako, kuna watoto wako, kuna mume wako, kuna mke wako. Toa nafasi hiyo ya tatu. Hiyo ya nne iwe ya mwisho, na hiyo ya mwisho iwe ya mwisho kabisa. Yaani wewe sasa changanya, yaani hiyo ya mwisho, hiyo vitu vya kupita, utajiri na nini, changanya na watu, maana utajiri pia unaweza ukakupiga upofu. Changanya na watu, kama ni kitu cha kupita, anaweza kaja jina kwani ujekuwa na marafiki wengi wakapukutika wote. Ujekuwa na ndugu, sasa hivi ndugu yako elewani naye, huu sasa hivi ni mwaka wa 4, mwaka wa 5, hapigi simu wala hapigi message. Na siku alipoona umemkataa pale kanisani kwetu pale Roma, ndio akaukatia na mawasiliano. Mimi siwezi nikaenda kwa mtu ambaye ametegeuka. Sikiza nikwambie kitu, maisha ya leo ukiikamata dini utakufa mapema. Ndio maana ukiona sehemu ambapo umeona Yesu Kristo amesema ikamate dini, hujaona. Yesu Kristo amesema aniaminie mimi na akanifuata, akaubeba msalaba wake mwenyewe. Msalaba wake ni nini? Kwamba hivi nimeamua watu wote wanikatae, lakini Yesu ndo msalaba. Nimeamua kuacha vitu vyote, lakini Yesu niko naye, maana ninajua atanitetea asubuhi, ninajua atanifariji usiku, ninajua atanifariji wakati wa nini. Yeye ni kivuli wakati wa jua, yeye ni mchana, yeye ni jioni.
utakufa mapema, kwa sababu vitu vya dunia ya leo vinaleta pressure. Kwa nini nakwambia vinaleta pressure? Siku ukifungua duka hilo litafilisika na unalitegemea, una pressure. Au una pressure wewe? Hata Yesu amesema mtu yoyote ampendaye binti yake huyo hanifai, yoyote ampendaye baba yake huyo hanifai, ampendaye mama yake huyo hanifai. Kwa dunia ya leo sio ni dunia ya kushika vitu vya dunia. Bila kukataza, sijakwambia usivipende, vipende, lakini usivipe nafasi. Unajua kuna mtu yupo kanisani anawaza lini atakuwa tajiri. Hivi wewe unakuja kumwabudu Mungu? Ujaja kumwabudu Mungu. Unaweza kumwambia mtu omba, nina madeni. Yaani hapo Mungu alipo. Nina madeni. Yaani hata uwepo si usikii kabisa. Yaani nikitoka hapa mama fulani ananitafuta. Naomba unapashe nini na madeni. Yaani kinachokuja neno sio Mungu nisaidie, ni madeni. Kila ukiomba neno deni. Kila ukiomba anadaiwa na deni. Kila ukisema Mungu deni, nakwambia anasema deni. Ukisema Yesu akikwambia wewe deni, acha kuomba Yesu, tafuta hela. Wanangu, nikwambia pesa haitafutwi. Pesa haitafutwi. Sema tunafanya wajibu wetu, sio kutafuta pesa. Yaani unafanya wajibu wako, kwamba ni wajibu wangu nifanye kazi, ni wajibu wangu nilishe familia, ni wajibu wangu watoto wanitegemee, lakini utafuti hela. Wewe ukatafuta hela ukaipata, utakufa na pesa itabaki inatafuta. Wewe nyinyi mliozeeka, toka umeanza kutafuta hela kipindi cha ujana wako mpaka leo unapata shilingi ngapi? Na bado unaitafuta. Wewe uliyezeeka, tupe jibu. Si utupe jibu, kwani hakuna wakina Kokoo ndani. Si wapo. Amejatendo. Toka umeanza kutafuta hela, umezaliwa tumboni kwa mama yako mpaka leo. Hela inatosha. Sasa umeipata, hujaipata mpaka leo. Na umezaa watoto na wajukuu wako pale, nao wanaanza kuzitafuta. Unatafuta. Mwanangu msikilize nikwambie, huwezi ukatafuta pesa. Pesa inakuja penye pana nguvu. Inakuja yenyewe. Yaani inakuja kama unasema walete, wache. Nami nasema nyakati zako mbaya siondoke. Nafanya nzuri. Na hakuonee huruma. Kwenye maisha yako wewe utafuti hela, wewe unatakiwa utafute Mungu, sio kutafuta hela. Kutafuta kazi, kutafuta hela, si kufanya kazi, sio kutafuta hela. Ni kufanya wajibu uliokuwa nao. Kwamba ni wajibu wako, unatakiwa nyumbani nilipe kodi, watoto wasome, mke wangu wale apate kanguo, asuke. Asione wewe kwa wenzake wanasuka, yeye hajasuka, ataanza kuniambia mimi mwanaume suruali, ataanza ni wajibu wangu kufanya majukumu, lakini sio kutafuta hela. Tafuta hela, lazima ipate hela. Hela ni roho. Kwa nini unashika kwa hela? Hela ni roho, pesa ni roho, utajiri ni roho. Ndio maana kuna watu wana utajiri. Hapa ninapoongea kuna watu wana utajiri wa roho za mabibi zao, mababu zao walikuanga matajiri. Kwa hiyo utajiri unaanza kulonga, kusonga mbele, kumfuata mpaka alipo. Nini ufanye? Inatakiwa umuombe Mungu sana na kumwambia Mungu, vyote ulivyokuwa navyo duniani hapa ni vya kwako. Unaweza ukanipa na unaweza useme sikupe. Wewe unaweza ukasema unipe au usinipe. Hapa duniani
kama ni mganga anakuambia nikupe utajiri, hawezi kukupatia. Sikiliza nikwambie, ila mtu akikwambia njoo nikupatie utajiri, usiende. Mtu akikwambia njoo nikupatie nguvu ya Mungu, nenda. Yaani mtu akikwambia njoo nikupe nguvu ya Mungu, utembee nayo, inaweza ikakusaidia chochote unachokihitaji ikaje. Nenda. Mwambie niko tayari. Niko tayari. Ayamleke. Piga maombi, niko tayari. Fanya maombi yoyote unayojua. Yaani fanya maombi yoyote. Weka mikono yangu juu. Kweli kama unaamini na mimi piga maombi. Huyo mtu akupigie maombi, ukiondoka pale ulikuwa huna amani, unayo amani. Ulikuwa huna furaha, unayo furaha. Amini tayari nguvu ya Mungu iko ndani yako. Kwa sababu Mungu ni furaha na amani. Ndio maana vitu viwili vikiondoka kwa mwanadamu, hakuna utajiri, hakuna vitu vizuri, vyote vinayeyuka. Sema amen. Twende na sura halisi hapo, mstari mmoja na bali utabomoa madhabahu zao, na kuvunja nguzo zao, na kuyakatakata maashera yao, manguo wanaovaa. Ndio maana wachawi wanavaa manguo meusi, wanavaa mekundu. Manguo meusi wanavaa nguo nyeupe, ni meusi mekundu. Ndio maana katika maisha yako usivae nguo ya mradi umevaa. Yaani mradi umejiona umependeza, umevaa, inaashiria katika ulimwengu wa roho wewe ni mchawi, haufanyi uchawi. Nikuuliza swali, ushakuona ukienda bungeni ukivaa kanzu lazima uvae na barakoa. Inaashiria nini? Wewe ni mtu msikivu, mwelewa. Ukivaa nguo nyeupe unaashiria malaika mbinguni wako pamoja na wewe. Sema amen. Sema amen. Ukivaa nguo nyeusi maana wewe ni mtu wa gizani. Sasa nakupa maana yake. Wewe ni mtu wa gizani, na sio kwamba umevaa nguo kwa ugiza na ubaya. Unaweza kama umevaa nguo nyeusi kwamba ni mtu wa gizani. Yaani gizani ni mambo ya siri ambayo siwezi kukupa. Kwa pia inaweza kuashiria kwa ubaya kwamba umevaa nguo nyeusi, unayo siri. Ndio maana wanaomlinda rais huwa wanavaa nguo za nyeusi. Maana yake wanayo siri ya rais. Yaani hata kama na bunduki hawezi kukwambia na bunduki. Siri yake. Ndio maana. Kwa sasa wewe umevaa nguo nyeusi inaashiria nini? Kwa sio kila nguo utaivaa. Kuna mwingine unavaa nguo imeashiria nyoka. Yaani nyoka kabisa, nyoka wa kijani. Amevaa na anabunda nalo tu. Na anajiona amependeza. Kumbe ameashiria anaye nyoka. Na akilala usiku anaota nyoka. Anaota nyoka na mkimbiza. Kumbe hajui kwamba ile nguo aliyovaa inaashiria nyoka. Kwa mfano kama ule mama pale, simama pale. Wewe mama pale nyuma, huyo anayemwangalia mwenzake nyuma, huyo. Njoo. Simama hapo. Unakuja wapi huko? Huko hamna mtu kuingia. Sema amen. Hapa nataka niweke geti la kisasa hapa. Njia ni nyoka wa kijani. Oi. Na ni sehemu ambayo inaashiria ni kifungo, kwa sababu ukiangalia kuna funguo mojawapo ni hii. Yaani hapo kuna funguo na kuna kufuli. Wewe sio mwenye ziwa au sio wewe? Ni wewe. Ndio wewe? Ndio. Uliyekatwa ziwa? Ndio. Mbona uonekana? Nilikuwa nimeenda
hospitalini kupima ule uvimbe kama umepungua upo tena. Uvimbe umepungua tena hapo tena. Hayo pima kesi yako ya vijana. Yaani ungesimama juu ungepiga makofi mengi na vijana gani? Yaani ungesimama ungepiga makofi na vijana gani? Ungepiga makofi na vijana gani? Kapa. Mwambie jirani yako kapa. 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 Afrika malangani mwingine kwa wapi? Wewe, aliyokumbuka inatakuwa unalipiga picha. Hizi picha nahitaji ziwe nyingi. Nyingi. Yaani nataka kila nikitembea unapiga picha. Kila nikienda unapiga picha. Natakiwa ziwe picha nyingi leo. Wewe usikae na vile mbali. Piga picha. Yaani natakiwa unakuja mpaka huku. Umeona huku juu? Angalia huku. Unakuja mpaka huku, unapiga picha. Unakuja mpaka huku. Hebu tuone. Wamekwambiaje? Hospitalini hawajashangaa. Shangaa kaniambia ule uvimbe umeenda hapo, nikamwambia sijajua, nilienda kuombewa. Baada ya hapo akaniambia urudi tarehe 30 kuja kupima huo uvimbe, waangalie kitu gani kinachoendelea. Wakashangaa madaktari. Kwa sababu uvimbe ulikuwa mkubwa, alafu ulikuwa linaniuma. Sasa hivi aliuma na uvimbe umeisha. Wewe
usiwaambie watu, mwamini yeye. Hata mtumishi wake akiwa halipo, mwamini yeye. Hata akiwa halipo maisha yake yote, mwamini yeye, kwa sababu yake inaweza. Yesu anaponya, Yesu anaponya. Usimsikilize mtu yeyote. Yesu anaponya, Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza.
Usiwe ni mtu wa kushika vitu, wa kufikiria mambo wewe. Sauti ya Mungu inapotaka kuongea na wewe, hakika inatakiwa moyo wako uwe tayari kuburudika. Yesu akupe burudiko, akupe burudiko, akupe burudiko ndani ya moyo wako. Weka mikono yako juu, pigie Yesu makofi na vigelegele. Weka makofi yako na vigelegele. Haleluya. Ongeza makofi na vigelegele. Tuone kidogo. Angalia, watu wakone. Watu wasema ni uongo. Ili ziwa huyu mama nadhani wangapi walikuwepo walisikia wakati naomba. Walisema kuna ugonjwa gani mama? Una saratani ya nini? Ya ziwa. Ziwa moja likakatwa. Ziwa moja likakatwa. Tuone na hapa, watu wasema ni uongo. Umeona? Ziwa moja huyu mama hana ziwa. Wakati niko kwenye ibada ya Jumapili hapa, Mungu akamwonekania, alikuwa amekaa pale. Bwana akaniambia kuna mama moja anahitaji akuone kwa viwango vingine leo. Akasema nataka, Bwana akaniambia muangalie yule mama alikuwa kwenye haisi, anatamani nabii amwangalie. Mama yuko kwenye haisi. Jiulize wewe unakujaje kanisani? Unakuja kutafuta vitu au Mungu akuonekanie? Wakati niko kwenye ibada nikasema kuna mama ambaye amepelekwa hospitalini, alienda hospitalini, naona ziwa moja limekata. Nilikuwa nimekaa hapo, kijana wangu alipokaa kwenye mayai, kwenye hiyo nguzo. Bwana kaniambia yule mama alikuwa yupo kwenye haisi analia, nikaona machozi yake kwenye haisi. Ndio mara yake ya kwanza kuja. Nikamwambia kabisa wewe mama njoo. Kai. Nikamwambia Mungu ameniambia ziwa moja hamna na una ugonjwa wa ya nini? Ya kansa. Ya nini? Saratani ya ziwa. Na Bwana ananiambia ziwa moja umekatwa. Na hili lingine wamekwambia uende ukakatwe. Akasema ni kweli. Na watu mlikuja mkaona hapa. Watu mlikuja mkaona. Huyu mama hana ziwa. Angalia, umeona hapo, umeona hapa. Hapo mwana hana ziwa amekatwa. Hapo unapoona anaweka nguo. Kingo hapo. Hiki hapa anaweka nguo hii. Ili lionekane ziwa la. Huu ugonjwa unaoona alikokatwa ile ziwa hapa, ugonjwa huu kahamia hapa. Nikamwambia mama na kuombea. Bwana ananiambia nikuombee hutakata ziwa. Sio kwamba nakutalia wewe mama hana ziwa mama. Waonyeshe watu wasio wasema ni uongo. Baba na vitu vya kutengeneza njoo uone. Unaona? Hana ziwa moja. Liko moja. Na huyu mama siye kuongea naye ilikuwa ndio mara yake ya kwanza kuja kanisani. Nikamwambia mama na kuombea maombi haya. Bwana ameniambia amekuona ukiwa unatoka nyumbani kwako huku kwenye gari unamwambia Mungu sitaki kukatwa ziwa. Akaniambia baba ni kweli. Na alikuja na vithibitisho msimuliona. Wakamwita hospitalini tarehe fulani. Nikamwambia ninaomba hapa. Nikiomba hapa Mungu atakufanyia wepesi ukati ziwa ukienda. Papa madaktari watashangaa leo tunataka. Niliomba maombi ya kuombea huyu mama ili ziwa lisikate. Uliona hadi uvimbe. Huyu ndo alikuja akaona uvimbe ni mkubwa. Huyu hapa simama. Huyu hapa mimi mtoto wangu huyu. Alikuja nikamwambia njoo ushike, akashika pana uvimbe mkubwa. Kama unaona.
nikamwambia mama, na kuombea ukabidhiwa, nenda kwa madaktari, wataenda watashangaa, mpaka watajua, mpaka watakupa tarehe. Hii tarehe hiyo ambao wamekwambia uende ucheki tena upya, waone tena, ila hawajaona baada ya sababu mimi wale walikuwa wanaona kabisa na sana wakaona. Sasa hiyo nilipopolea nilikuwa ndio bali nilikwenda wakakuta hamna. Tupige makofi yako na vigelegele. Wakakuta ule uvimbe hamna, ule uvimbe ambao tulishika hapa, watu tuliona tukaomba uvimbe, na nilimwambia huu uvimbe utayeyuka na haupati ziwa, na hata wakikukata kanyama kakuangalia wanakuta, lakini huyu mama hawajamkata nyama ya kutesti, wamemwambia hatueni uvimbe, labda uje tena. Nani nasema ugonjwa unaishia hapa. Nilimwambia ugonjwa hautaonekana tena. Sikiliza nikwambie, tumejenga hii madhabahu kwa sababu tunataka iokoe watu. Ninachotaka kukuomba, sitaki unifuate mimi, ninakuomba njoo unifuate mimi kwa mafundisho na kufundisha, mafundisho ninayokufundisha, na kama Mungu atanipa maelekezo nitakupa. Njoo kanisani kumwabudu Mungu, akupe neema na nguvu. Lakini mimi usinifuate kwamba namwabudu Nabii Komesha au mtumishi wa Mungu Peter. Sitaki. Njoo kuabudu kanisani, njoo upige magoti wewe kama mimi baba yako hapa vunako garagara unaniona kichaa, lakini Mungu ndivyo anavyotaka watu wanyenyekevu, watu wanaomshuhudia na kumwabudu katika kweli. Uje hapa kanisani, hata kama umewakuta ni hao watumishi, wasikilize, kwa sababu kinachotema sio wao, kinachotema ni nguvu ya Mungu kwa madhabahuni. Wanapokunyoshia kidole sio wao, ni nguvu ya Mungu inakunyoshia kidole. Wanapokuonya sio wao, ni nguvu ya Mungu inakuonya. Angalia huyu mama mwenzio anaziwa. Ndio maana ninakwambia huyu mama yamkini alikuwa hamwamini Mungu, lakini sasa hivi anamwamini Mungu. Usipate kwenye maisha yako kumwamini Mungu mpaka nyakati mbaya zije. No. Sasa hivi huyu mama, nikwambie huyu mama haya ana ugonjwa wa nini? Wa nini? Saratani ya ziwa. Huyu mama sasa hivi anachowaza ni kupona. Huwezi ukamwambia kitu chochote kinachohusiana na pesa akakuelewa. Usiwe kwenye nyakati zote umemwacha Mungu na Mungu atakuacha. Mama, haukati ziwa. Ninaomba tena, nasema Baba uliyeishi miaka mingi, uliyefanya kazi miaka mingi, Baba huyu mama asikatwe ziwa wala asikatwe kanyama hako wala kupimwa, kila akipimwa uzima uwe ndani yake, uponyaji uwe ndani yake. Sema amen. Ninakushauri hapo unaponiona mimi kwa baba yangu mara ya mwisho nimetoka jana juzi ni siku gani? Ijumaa. Nimetoka juzi, nimeingia hapa jana muda ya jioni kwa baba yangu wa kiroho, na hajaniombea bali amenitamkia maneno. Sasa maneno ambayo amenitamkia natamani na wewe yapate leo. Sema amen. Papa, kitu cha kwanza tutakachokifanya, sema amen, tutaingia kwenye mfungo wa siku 30. Ni lazima ujikaze.
mfungo, utakuwa ni mfungo. Sio, mnanielewa? Utaandika majina yako yote yatakaa. Hao watumishi hawa watakuwepo hapa madhabahuni siku za jioni, asubuhi na jioni. Asubuhi mnaingia kwenye kazi, jioni saa 11 mnaingia hapa, tunafanya maombi. Sio, mnanielewa? Kuna watu majibu yao inatakiwa yaonekane kwenye mfumo huu, na kuhakikishia tukitoka hapo katikati ya mfumo kuna watu wanajibu. Utafunga mfumo huu wa kila siku saa 12 jioni. Utaandika majina yako yote kamili, hata kama ulitoka na wazazi wako, yale kamili yataandikwa hapa. Au watumishi na mimi tutakuwa nakuja hapa, tunaomba asubuhi na jioni, tunaomba yatakaa pale juu majina ya watu wote. Na huo mfungo tunaanza siku ya Jumatano. Juma ngapi? Nisikilize kwa makini. Wewe ambao unaona mambo yako hayawezekani, hayaonekani, umekwama, utaandika majina yako kamili. Yaani majina yako utakuwa ni mfungo wa nitoke kwenye vifungo. Kuna watu mmechukuliwa majina, mmewekwa mahali. Kwa utaandika haya majina au hapa sisi hapa asubuhi jioni tu. Kama utapata neema ya kuja kuomba, ule mlango utakuwa wazi siku ya Jumanne. Unakuja kuomba, usije ukapanda huko, omba tu, usije ukapanda huko, yaani usije ukapanda huko. Hii bado haijaendelea, ina maelezo yake. Kwa utakuja kuomba, mlango utakuwa wazi kuanzia saa 6 mpaka saa 12 jioni. Unaingia kuomba, unaomba, unalia. Maana ni kwa pekee kule nyumbani ukifunga watakupigia kelele, utatoka kwenye uwepo. Utakuja hapa, utaomba, ukiona moyo upumziko, usikilize Mungu, utalala hapa hapa. Atandika kama godoro na nini hapa. Atandika, unatulia, unaenda nyumbani. Ukiona inawezekana kabisa nyumbani kwako hakufai, unakuja kulala kanisani usiku mpaka asubuhi. Nakupa ruhusa, lakini huku usipande. Yaani huku usipande. Watapanda watumishi, watavua viatu, tutapanda, tutaomba, tutakuombea na majina yako pale. Sio kama nielewa. Mfungo huu nakwambia hutasahau. Yaani unakuja huu mfungo unaisha. Sio mifungo ya kawaida. Hata mimi nikitoka hapo sio mtu wa kawaida. Narudia tena, nimekufunga siku ngapi? 30. Yesu alifunga siku 40. Hizi sio zile siku ambazo tumefunga za Kwaresima na